There are people who want to receive the Spirit of God. They want to walk in power. They want to see miracles and wonders, but they don't want to eat and drink the blood and the body of Jesus. And now Jesus is speaking to the disciples, the book of John, chapter 6, verse 53, that unless you eat my body and drink my blood, there is no eternal life inside you. Hallelujah. There is no life inside you. So it means life comes when you eat the body of Jesus, when you drink the blood of Jesus. Hallelujah. When you make your inside the place where the body of Jesus can dwell and live. Hallelujah. Unapofanya ndani mwako kuwa ni sehemu ambaye mwili wa Kristo, damu ya Yesu Kristo inaweza fanya makazi ya kuishi na kukaa ndani mwako. Hallelujah. So for those who want to see eternal life, life after death, or life after Jesus Christ return on earth, their life begins here. Hallelujah. You don't begin your eternal life when Jesus Christ comes. Your eternal life is today. Today, if you drink the blood, if you eat the body of Jesus, and make Jesus live inside you, then you are living a life of heaven. You are living a life of heaven. You are not a person of this world, but you are just passing by because you are a citizen of heaven. So who you are today, you shall continue living that one tomorrow. Hallelujah. Sasa lazima ujifunze kula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo. Can you repeat the same verse, Mama Sami? About the same verse that you have read. Nataka tusikize vizuri. Haina haja kwenda haraka tusome verse 20 na hakuna kitu umeelewa. Hatusomi kumaliza Biblia. Soma Matthew, soma Mathayo, soma Yakobo, soma Yakobo tena. Soma twenda Zaburi hapana. Now Jesus told them, he said, truly, truly, I tell you, if you don't eat the body of the Son of Man and drink the blood of his, there is no life inside you. He's speaking to the group. Hallelujah. He's telling them, though you are a church, but if you are a church that does not eat and drink the blood of the Son of Man, there is no life inside that church. Continue. Now it's specifically saying, anyone. Hallelujah. Now the old church can refuse to eat, but if you or me personally decide to eat that body as me, not as a church, there's life. Continue. And drink the blood, that person will have eternal life. Life without an end. Somebody say amen. Amen. Truly, truly, you can sit down. Truly, truly, Jesus is speaking. He's saying, unless you people, you eat my body and drink my blood. Hallelujah. Then anaendelea pale chini and say, no, it is now specific. Anasema kuna watu wengine tukienda kwa vikundi, wengine wanavuta, wengine wengine wakoka, wengine waacha, wengine watenda, wengine wasengenya, wengine hapana. Sasa anasema sasa nimekuja kwa reality. Nyinyi, lakini katikati yenu kama kuna mtu ambaye atafanya mawazo yake na kusema mimi kama Joshua na nyumba yangu tutamtumikia Bwana anayeishi, nyinyi chagueni. Mtu huyo anakubali kukula na kukunywa damu ya Yesu Kristo, ana uzima wa milele. Anao, sio hata anaongojea, anao. Anatembea nao, anaishi nao, anakula nao, analala nao, anapiga story nao, anatembelea marafiki zake nao, anasaidia mayatima nao. Huo uzima uko ndani yake. Hautokangi Monday urudi Saturday wakati anataka kuingia kanisani. Hapana, uko nao Monday to Sunday. Amen. From morning to evening. 24 hours, 48 hours. Amen. From Monday to Monday. Amen. From January to January. Amen. That life inakuwa ndani yake. Amen. So it means we must continue eating the blood. Amen. I mean eating the body. Amen. And drinking the blood. Amen. For us to continue going deeper in eternal life. Mwana yo siri.
Hivyo inamaanisha sio unakula leo, inamaanisha unakula leo, kesho unakula, kesho unakula until Jesus Christ come back. Na anasema you have qualified. Umetembea na huo uzima. Umeukula kila siku. Sasa ufurahie. We don't eat and drink the blood of Jesus once. We drink it every day, every season, every time. You take it as your personal life. You take it as your personal whatever lifestyle. You drink it in the morning. You drink it in the afternoon. You drink it before you sleep. You eat that blood. You drink that blood. You eat that body. There is no non-stop. And the Bible says, such a person has eternal life. Akona maisha milele. Continue there from now, Mama. Zera, from now you take from there. Nao walipokuwa wakila, Yesu alikuwa mkate, akabariki. Hallelujah. Now, when they started eating, what Jonah said, what the verse in Jonah said. Now the Bible says, then when they began eating, what happened? Jesus did what? Nao walipokuwa wakila, Yesu aliutwaa mkate. Now Jesus took the bread, akabariki, and then he blessed it, akaumega, and then he divided it. Akawapa wanafunzi wake. Then he gave to each of his disciples. Akasema, and he said, twaeni mle, take and eat. huu ndio mwili wangu. This is my body. Akakitoa kikombe, and he took a cup. akashukuru, Then he thanked, akawapa, and he gave unto them, akasema, and he told them, nywaeni nyote katika hiki. you should drink all of you from this one single cup. Kwa maana hii ndiyo damu yangu. Because this is my blood of covenant. Imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. That is always being poured out for the sake of purification from sin. Hallelujah. Sijui kama umesoma hiyo Kiswahili ama mimi ndio sikielewi vizuri. Hebu anza tena Anza 10. Praise the living God. Nao walipokuwa wakila, these people were eating. Now they began to eat. So they were eating. Praise the living God. Then something happened during the eating. There was some specific food now they were supposed to eat. Hallelujah. They have been eating the life. They have been eating good job. They have been eating a lot of friends. They have been eating a lot of funny things in the world. Good healthy, good mavazi, and kunyumba nzuri, natakwa na shamba. Those were the food these people are eating. Then something happened which was so specific that Jesus himself had to say something. What was that? Yesu alitoa mkate. Then Jesus took a bread. Akabariki. And then he blessed that bread. Akaumega. Then he divided. Akawapa wanafunzi Then wake. he gave to the disciple. Akasema, And he said, twaeni mle, that take and eat, huu ndio mwili wangu. that this is my body. Listen from there. Now Jesus is telling them, I give you personally, I give you myself. I give myself to you. And I ask you, you people eat me. Praise the living God. So it's Jesus himself giving himself as a bread to be eaten by people. Why? I mean, continue. Akakitoa kikombe. Then again he took the blood. Akakishukuru. Then he gave thanks to God. Akawapa. And then he gave to them. Akasema, And he said, nywaeni nyote katika hiki. listen there. Mnaelewana Kiswahili vizuri kama mimi? Hallelujah. Anasema akakitoa kikombe. Akasema nywaeni nyote katika hiki. Sio kwa basali. Sio sijui kwa nani. Sio kwa mganga. Hallelujah. Sio lete kuku ya yellow na black ndio utendewe. Tunataka damu ya ng'ombe, sijui buffalo aliye na nyama mbili. Praise the living God. Sijui mama yako kulala katika kaburi na Saul asisumbue, lete mbuzi 10 tumchinjie. Hallelujah. Akasema nywaeni nyote katika hichi kikombe kimoja. So it means the blood of Jesus is the only blood. Hallelujah. Amen. There is no two cups when we are drinking the blood of Jesus. There are always one cup. Amen. We don't have two blood. We don't have the blood of the goats and the blood of Jesus. We only have the one blood. Amen. And now Jesus Christ is specific
wakati anapowalisha meza ya Bwana, anawaambia chukueni mwili wangu muukule. Praise the living God. Muku hiyo ni uzima mmeukula. Praise the living God. Then chukueni damu moja. Sio ati Petero aenda fungue kanisa yake aseme kwa hii kanisa yangu damu ambayo tunaabudu ni ya ng'ombe. Kwa kila mwezi tunachinja kuku 10 na 10 na 15. Ndio madhabahu ishike moto ndio Mungu ashuke. Hakusema hivyo. Alisema nyote kunyweni kwa kikombe kimoja. Haleluya. Na anasema kwamba hiyo damu inasimamia kitu kimoja. Maagano. Haleluya. Covenant with the life. Hani umekula uzima na umeweka maagano na uzima. Haleluya. Ni kama umeandikwa kwa kazi, alafu umesema kwamba kwa hii kazi kwa sababu umeniandika nitatoa 20,000 na support mahali. Kwa sababu hii kazi inanisaidia. Hiyo ni covenant umeweka na hiyo kazi. Wakitaka kukufuta mpaka wataconsider covenant. Wakitaka kufukuza watasema hapana, huyu afukuziki, ako na 20,000 kwa hii biashara. Hiyo ni covenant. Endelea ukimalizia. 28 inasema kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Sikiza, kwa ajili ya wengi. Kaa chini. Sasa ukisifunga tu wewe peke yako ndio umeitwa, wewe peke yako ndio wewe tu peke yako. Ambia mwenzako hiyo injili ulitoa wapi? Hiyo ni damu mbaya ulikunywa. Damu ya Yesu Kristo unapoikunywa inakukumbusha kwamba kuna wengine wanafaa kuikunywa. Kuna wengine wanafaa uwapelekee. Kuna wengine wanafaa uwaambie kwa Yesu Kristo anawapenda. Kuna wengine wanafaa uwapeleke. Sasa anasema kwamba hiyo damu tunapoikunywa inafanyika kuwa agano na inamwagika usiku na mchana kwa vizazi ya watu wengine. Inamaanisha vile tuko mahali hapa haturidhiki vile tuko. Tunaambia Bwana tumeikunywa damu yako. Lakini mwezi unaokuja Baba tunakuomba wacha tukue double. Wacha tuwe tumeongezeka. Nimezoana mama Njugu na nataka hata mwingine akuje tukue watatu. Haleluya. Nimekuwa limited kwa sababu huyu alimekuwa akinisaidia tu hapa. Nikipata watu 10 ambao wanafanya kama Manjugu na nitakuwa na kitu fahani. Praise the living God. Nitakuwa nimefika mbali kwa huduma. Huyu ndio mama ananisaidiana kwa maombi. Anapoomba na mimi kuna vitu vinatendeka. Nikipata watu kama 5 wanasaidiana naye, hakika sitakuwa hapa. You need so many people. We need to pray for people. That is the covenant of the blood that we drank. Inatusukuma tuwahusishe wengine. Kama ulikunywa damu ya ubinafsi, unenenge wewe peke yako. Kanisani kujenge peke yako. Wengine unafukuza wengine. Ndio mwenzako hiyo sio damu ya Yesu. Damu ya Yesu Kristo imejawa na upendo. I want us to read the last book wende tutasomea pale nyuma. Unaitwanga nani? Britney. Unajua umezaa Britney sasa kwa sababu ya mask. Anyway, in the book of 1 Corinthians chapter 11 from verse 17. Number by from there. We are finishing from there. It is about Lord's Supper. I don't know if you are getting what the meaning of Lord's Supper is all about. Hallelujah. Yote inaitwa meza ya Bwana. Meza ya Bwana. Praise the living God. Meza ya Bwana. Yaani tunapoikula na kukunywa hiyo damu, tunaamua tunaweka mili zetu katika covenant ya kwamba tumekufa na tumefufuka na Yesu. Anayeishi ni Yesu Kristo peke yake. Praise the living God. So in the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 17, you can read from there, my sister behind there. You are a very good teacher of the word of God. We are going to read from the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 17. And it says, but in the following instruction Unaenda pole pole. Lakini kwa sababu ya masharti haya, I do not commend you. Yasiwaamrishi. Because when you come together, kwa sababu mnapokuja pamoja, it is not for the better, sio kwa uzuri, but for the worse. lakini kwa ubaya. Endelea chini. For in the first place, kwa sababu kwa nafasi ya kwanza, when you assemble as a church, kama mnapokutanika kama kanisa, just hold it. First of all, the meza ya Bwana inaliwa na kanisa. Na kanisa ni wakina nani? Tumesoma pale nyuma kuhusu mambo na vibali ambaye Bwana ameachilia katika makanisa. Ni watu ambao wamejitenganisha na dunia. Wacha kusema sana. Hata ile maombi ambayo tumeelekezwa na mtumishi wa Mungu Mama Samii,
about in the book of Psalms, it was 24. Amen. The Bible says, who is worthy to stand before the Lord? Who is worthy to stand in the holy places of the Lord? The Bible says, are those who have the holy hands, those who have pure hearts. Yes. Hallelujah. Amen. Those who don't lie. They are worthy to stand and receive a blessing from the Lord. Amen. So which blessings are we speaking about? Is the blood and the body of Jesus. When we come together and we eat it, it becomes a blessing. Somebody say amen. Amen. Continue. Endelea kutoka pale. I hear that there are division among you. Listen that. There was this church of Corinthians, because they were eating the body, the Last Supper, but they were eating it out of division. They did not have one heart. They did not have one mind. They did not have one spirit. They did not believe in one another. Praise the living God. Amen. So that one was disqualified for them to be qualified to eat the body of Jesus. Yes. And I partly believe it. Okay, simamia hapo kwanza. So the first rule ya kukula meza ya Bwana, praise the living God, Amen. is for you to be born again. Amen. Somebody say, must be born again. Must be born again. Hallelujah. Second thing about eating the Lord's Supper, you must deny yourself to the world. Lazima umejitenganisha na dunia. Kitu kingine, you must be united. Ambia mwenzako united. Watu ambao mko pamoja. Nikimaanisha pamoja na maanisha pamoja, sio kwa mawazo tu peke yake. Kila kitu. Mnapomsema tunaenda kama kanisa, mnaenda nyote. Hizo ni sheria ya watu ambao wako qualified kukula meza ya Bwana. Continue down there. For there must be faction among you, in order that those who are genuine among you may be recognized. When you meet together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. Listen, hapo sio. Biblia inazungumza kwamba there is a lot of danger when we eat Lord's Supper with the different kind of hearts inside us. Hallelujah. Tukikula meza ya Bwana pamoja na tukuwe na mioyo miwili, tabia tofauti, tuwe na misimamo tofauti. Huyu ako upande wa Mama Njuguna, huyu ako upande wa Jane, huyu ako upande wa Victor, na zote tumekutanika. It is so dangerous. Amen. It is not allowed. Amen. We are not no longer eating God life. We are eating God judgment of death. Somebody say amen. Amen. So the rule of eating Lord's Supper, we must be united. Na inasema pale kwa sababu wa Korintho walikuwa wanakula. Wengine wako na pesa wanakula, wanakuja na mikate, wengine wanakuja na machapati, wengine na kuku. Na wala hawana wanakuja tu na juice kwa kikombe. Amen. Sasa wale ambao wako nao wanakula kuliko wengine. Wakaambiwa sasa hiyo hakuna kwa Lord's Supper. We all eat in the same ratio. Amen. Hallelujah. Amen. The other things, kama unataka kula meza yako, kula nyumbani. Ya makuku kula nyumbani. Ya machapati 10 kula nyumbani. Kama hapo tunaweza tumia hata mkate. Mbona hapo nipe slice mbili, anipea kamoja. Wewe, praise the living God. Next time tutakupea hata kakota. Hallelujah. Watu kama hao wanakuwa kula nyumbani. Hiyo ndio inaharibu meza ya Bwana. Mbona hiyo madhara? Meza ya Bwana uliwa na watu wenye moyo wakule kitu kimoja. Wakule the ratio Hakuna mkubwa na hakuna mdogo. Hakuna mwenye kitambi na hakuna aliye na asiye na kitambi. Wote wakula kitu sehemu moja. Endelea hapo chini. So and one is hungry and another is drunk. Unakuta ukula meza ya Bwana haifai kwamba mmoja ashibe, mwingine analia njaa. Kwa hivyo sio mahali pa kukula kushiba ama kulia njaa. Ni mahali pa kushare mwili wa Kristo. Amen. Baada ya hapo muende mkule nyumbani. Wala ukitaka kushiba machapati 20 kula nyumbani. Ama kula before ukuje. Somebody say amen. Amen. Ama kuja na mkate yako nende ujifiche huko kule zote. Mimi nakulanga boflo moja. Nikionyeshwa slice nitaumia tu. Nitaanza kufanya nguvu. Nina boflo yako kulia wapi? Huko. Ukija hapa nikanusu tunaenda kushare. Amen. Kamo? Kanusu. Na katakuwa kwa upendo. Continue from there. What? Do you not have houses to eat and drink in? Or do you despise the church of God and you hate those who have nothing? Hallelujah. Amen. So the church of God should not be related with such things. Yes. The church of God should be that we are eating life of Jesus and drinking the blood of covenant of Jesus. That's all.
Haleluya. Kuhusu mambo na tumbo, kwa sababu Paulo anasema tumbo ni kwa chakula, chakula kwa tumbo. Yesu ataharibu yote. Sasa hiyo kulia nyumba. But tukija kushare meza ya Bwana, hatukujangi na maappetite. Ambie mwenzako, meza ya Bwana haiendangi na appetite. Kama unaangusha mate, na wewe kula nyumba. Somebody say amen. So hata kama utafanya hiyo kitu mkule nyumbani, wale wapewana Bwana shida ya kukula. Praise the living God. Kama utakuwa na kitu ya kula, piga simu tutakutumia. Ukule nyumbani. Tutakutumia tu 200 uende tu Siriku ama uende hapo kwa hoteli. Ukule mandazi yako 5 na supu. Ukija hapa at least. Hallelujah. Meza ya Bwana haikuliwangu na appetite ya maisha. Inakuliwangu na watu ambao wamesema kwamba tunakula Yesu, tunatembea na Yesu, tunakufa na Yesu, tunafufuka na Yesu. Yes. Hallelujah. Ni covenant tunaweka ndani ya mwili wetu. Ni kama unachukua maji unakunywa wakati uko na kiu. Si unakata kiu. Sio ufure tumbo. Hallelujah. Ukikunywa maji sometimes kiu imekushika unakatanga kiu. Sio ufure tu tumbo. Sasa pia hiyo ni mambo ya kiroho. Unakata dhambi ndani yako. Unaslash tabia. Macovenant ambayo ulilishwa na mababu wa mababu. Matanga ambayo ulienda kitambo wakachinja mang'ombe wakaweka maneno. Wakasema wale watakula hii nyama ya ng'ombe, wakitoka kwa hii matanga wote waache ndoa. Hizo matakataka zote ndani ya mwili. Kuna nguvu tunapokula meza ya Bwana kwa sababu inatwanga hizo matakataka zote. Laana ambazo zilikuwa zimeelekezwa juu yako na wanadamu, wamesema kwamba utakufa mapema, utagongwa na magari. Hizo malaana tunaposhare meza ya Bwana zinakatika. Haleluya. Kama uko na magonjwa za tumbo, magonjwa za kuvumba mwili, magonjwa za damu, uvimbe wa tumbo, utasa, vitu kama hizo za kufunga mapepo ambazo zinafunga uzazi ndani ya tumbo yako, unapokunywa hiyo agano la damu ya Yesu Kristo, hiyo vitu vinakatika. Amen. Hallelujah. So ni serious thing. Yes. Na ni kitu ambacho shetani amefanya makanisa yafanyangi. Very dangerous. Na vitu kama hivyo havikosekanangi kwa ulimwengu wa kiroho, kwa mapepo. Ndio maana unakuta wacha wengine kuwaua watu wa Kristo ni shida. Kwa sababu hamjai share meza ya Bwana, au wana share meza yao. Wanachinja kabisa ng'ombe 20 wanaweka pamoja. Naeka hapo na damu mitungu. Na wanaongea maneno. Tuko pamoja, tuko united, sisi tuna maroho. Hiyo roho ya uwaji zame ndani yetu, tuwe watu wengi. Na wenyewe kutoka hapo umefura nyama. Wakija ukikoa kwa dirisha yako wakati umelala, yenyewe utafaint. Praise the living God. Utaamka kwa jeneza. Praise the living God. So we need also to have authority. Ndio mwenzako authority. Endelea hapo chini tunapomaliza. We are finishing that when we pray. What shall I say to you? Shall I commend you in this? I will not. 23. For I received from the Lord what I also delivered to you. Paul is receiving a revelation of the Lord's table. Endelea. That the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also the cup, after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it. As often. Praise the living God. Kaa hapo iko sawa madam, iko sawa. Anasema kwamba hii kitu ikuwe ni tabia. Ikuwe ni tabia. Ikuwe ni mtindo wa kanisa. Mara kwa mara. Kuna wengine wataamua kula kila wiki, wengine kila mwezi, wengine baada ya mwezi 2, wengine baada ya mwaka. But Biblia inasema kwamba iwe mtindo. Hata Yesu Kristo akamwambia kwamba mkunyweni hivi kwa kunikumbuka mara kwa mara. So it's something which happen every time. There is a time frame. Tunakusanyika, tunakula meza ya Bwana. Hallelujah. Amen. Lakini kuna madhara kama utaikula kwa njia mbaya. Huko kuna mahali hujamalizia, hapo ndio kwenda kumalizia. Down there. Kuna kitu ambacho inasema kwamba ukikuwa ndani ya uchafu, ukikuwa ndani ya tamaa za dunia, ndani ya matakataka hizi ambazo tunaona duniani, ukikula meza ya Bwana, ukikuwa ndani ya tabia isiyopendeza, mpendwa, kama hujajikana, haujamruhusu Yesu Kristo kukubonda, haujatoka ndani ya tabia isiyopendeza, Biblia inaweka wazi ya kwamba unawezekana ukuwe mgonjwa kuliko kansa. Umeelewana? Mbona amen hakuna? Amen. Ukikula meza ya Bwana ukuwa na takataka, chafu, wivu, hasira, ujaamua kuacha dhambi. Kwa hivyo inamaanisha meza ya Bwana hailiwi na watu wanaobahatisha Ukristo.
Amen. Amen. Meza ya Bwana iliyo na nini? Na watu wanaobahatisha Ukristo. Ukikula meza ya Bwana kama unabahatisha Ukristo, ni kama kwamba umekula korona 10. Wewe mtu mmoja. Hallelujah. It is very dangerous. Hiyo ndio inaua kuliko magonjwa tunasikianga. Watu ambao wanakula meza ya Bwana na hawajaachana na dunia. Kama umeamua kula meza ya Bwana, uwe ni umekula meza ya Bwana, unakula nayo kwa sababu umetangaza wewe ni wa Yesu. Ukikosea, utoke ndani ya Yesu kwa kusudi. Acha nitakula kwa mpango gani mtaenda. Nitakula kwa mazengenyo mtaenda. Nitakula insani nitawatoa watu. Praise the living God. Unajitangazia kifo cha ajabu. The Bible says that some of us we have grown weak. Na usipokuwa na magonjwa utakuwa na kusumbuliwa na mwili. Unajua kuna wengine wanakuwa wagonjwa kwa sababu wamekula fungu la 10, wengine wamekula sadaka ya Mungu. You know, Mungu aliwaambia toa hii unga peleka wakakula. Sasa wako na mama. Ndio ndio praise the living God. Ulikula kama mobile kwa wenyewe. Wewe nenda utu. Praise the living God. Mungu akizungumza kitu kama ni yake usiku. Sasa meza ya Bwana ni dangerous ukikula ndani ya dhambi. Sasa nasema before tuikule. Hallelujah. Before tufanye that celebration on Tuesday here. I want to tell you why I'm doing this is because I also want to allow others people who are not here to have it if they will get time. Praise the living God. Mom Grace, others, Catherine, praise the living God. Your mom, will she be back or she's... Yeah. I think when these people, we share them together. Hallelujah. When we do it together, praise the living God, we are signing a covenant. So if you are not ready to die and live for Jesus, don't come. Don't come. Hallelujah. Tumefukuza kwa mwili mtu asikuje kanisani. Tumesema tu usikuje kukula meza ya Bwana. But for those who are ready to come and do it, my friend, let us be holy. So let us be tomorrow in prayer. In prayer, you can pray from home, you can pray from here. If you want, even you can fast and say, God, as I want to eat you, as I want to make a covenant with your blood inside me, as I want to refresh my body to serve you, Lord, I'm fasting for it. I am preparing that place for you. I am preparing that body for you. I'm sanctifying myself for you. I've been gossiping, but from today, no more gossiping. Even after eating that, I know there's a lot of dangers. So it's better I don't eat than eat when I'm going back to Masenkenyo. So because of that, no more Masenkenyo. I resign from gossip. I resign from lies. I resign from all this corruption. I resign from everything that is ungodly in the house. Kanungo zote madividi nenda mchome. Mara ni manyu kwa ukuta nenda na mtawa. Ambe Mungu Bwana kubariki. Simama kwa miguu zako. It's not a joke anyway. Praise the living God. Amen.